إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، baadakum himidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko kwenye Ijumaa ya tarehe 17 ya mwezi wa 12 Dhulhijja kwa takwimi ya Hijria 1446 sawia na 13 mwezi wa 6 miladia 2025. Kwenye inwan ya khutba yetu ya leo, manilladhi sayadhillu fi hadha alalam, manilladhi sayadhillu fi hadha alalami, kwa maana ni nani atakaibaki katika ulimwengu huu, ni nani atakaibaki katika dunia hii, ni nani? Sifa za atakaibaki katika ulimwengu huu ni mwenye kuhusika na sifa za kubakia, na hakuna kiumbe katika viumbe vyote tunavyovifahamu sisi, hivi ni viumbe vikubwa, ikawa pana kumbukumbu za kutueleza yuko mmoja atakaibaki katika ulimwengu huu. Mfano, kuna alamul ins, kuna ulimwengu wa wanadamu, kuna alamul jin, kuna ulimwengu wa majini, kuna alamul malaika, kuna na ulimwengu wa malaika. Katika majini na Uislamu wao wote na imani zao zote na kupitana kwa viwango vya imani na kiwalii, lakini hakuna jini hata mmoja twapata kwenye maandiko kuwa jini huu kwa utukufu wake, kwa imani yake, huyu atabaki milele katika dunia hii. Hamna. Tukenda katika ulimwengu wa malaika, kuna malaika watukufu kwelikweli, na mtukufu katika malaika Jibril ndiye mtukufu katika malaika wote, msiri wa Mungu alobeba siri waletea wajumbe wote kuanzia Adam ila khatamil anbiya'i wal mursalin. Lakini hakuna andiko linalosema Jibrili kwa utukufu wake huyu atabaki milele katika ulimwengu huu. Tayeb, katika ulimwengu wa binadamu, katika ulimwengu wa wanadamu hakuna mtukufu kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtukufu wa walimwengu wote, mtukufu katika mitume yote, bali mtukufu katika ulul azmi minar rusul,
yeye ni mbora wao. Lakini huyu Mtume Muhammad ndiye aliyehutubiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwambia, wama ja'alna li basharin min qablika al-khulda, hatukufanya kwa mwanadamu yoyote kabla yako wewe kuwa atakaa milele. Afa imita, ikiwa wewe utakufa, fahumul khalidun, basi wao watabaki milele? La. Kwa hivyo kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Na kwenye nyingine, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ni Mtume Muhammad sayyidul anbiya'i wal mursalin, khairu khalqillahi kullihim, chembelecho jamaa. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia, wama ja'alna li basharin min qablika al-khulda. Je, mwenye sifa za kubaki ni nani? Mwenye sifa za kubaki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiye mwenye al-baqa'u wad-dawamu lillah. Al-baqa'u min sifatillahi, al-baqa'u min sifatillahi, kwa maana kubaki ni katika sifa za Mungu. Al-baqa'u min sifatillahi. Na qawamu sunna al-Asbahani asema maana al-baqi, maana kubaki, ad-daimul mawsufu bil baqa, ni mwenye kudumu, mwenye kusifika kwa kubaki. Alladhi la yastawla alayhi al-fana, ambaye halimakiniki kwake kuisha. Nani mwenye sifa hizo? Mwenye sifa hizo ni Allah tabaraka wa taala, ndiye mwenye sifa za al-baqa'u wad-dawam. Tayib, kwa mujibu wa 27 suratul Rahman, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asemaje? Wa yabqa wajhu rabbika. Wajhu rabbika, dhati za Mola wako mlezi, na dhati za Mola ni Mola mwenyewe. Kwa hivyo aya itakuwa na maana atakaibaki ni Mungu mwenyewe, ndiye mwenye sifa za al-baqa'u wad-dawam. 27 suratu Ar-Rahman. Wa qala subhana, na Mwenyezi Mungu aliyetakasika akasema tena, kullu shay'in halikun illa wajhahu. Angalia kila kitu. Tukisema kila kitu, hebu kwanza kwenye ufafanuzi wa aya hizi. Mwenyezi Mungu aliposema kullu nafsin dha'iqatul maut, kwa hivyo hakuna nafsi yoyote itakaobaki katika mgongo wa ardhi hii. Kwa mujibu wa kullun, ni katika min adawati al-umum, ni katika vifaa vya kuenea. Kullun, vyote, nafsi zote. Tayib, tuende. Kwa hivyo hakuna mwanadamu atakaibaki katika mgongo wa ardhi hii. Kusema kullu man alaiha, kila aliyopo juu. Man pia yufidu al-umum. Ikiwa kullu nafsin, tutaipeleka kila nafsi ya mwanadamu. Haya, kullu man alaiha ni chochote kilichoko juu ya mgongo wa ardhi. Kwa hivyo hakuna atakaibaki katika ardhi. Tayib, je, kwa upande wa malaika sasa wataingia katika umumi hii? Ikra qawla Allah ta'ala, kullu shay'in halikun. Kullu shay'in, na malaika waingie katika shay, waingie chini ya umumi hii ya kullu. Kullu shay'in halikun illa wajhahu, kila kitu kitakufa, kila kitu kitatoweka, kitakosekana,
kullu shay'in halikun illa wajhahu, isipokuwa yeye Mungu. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un, hukmu ni yake na kwake mtarudi. Hii ni dalili kwa hizi aya ya kwamba kiko kitu kinatuitwa nihayatul alami. Nihayatul alami ni kuisha kwa ulimwengu. Ni kweli utakwisha ulimwengu, wabaki walimwengu? Abadan, hauwezi kuisha ulimwengu wakabaki walimwengu, kwa sababu walimwengu wako kwenye ulimwengu. Ikiwa ulimwengu una saa ya kuisha, utabaki mtupu kabisa ulimwengu huu, hatobaki yoyote. Atakaibaki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa mujibu wa aya tulizozitafsiri. Kullu shay'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Az-Zajjaj namnuku, msikiliza anavyosema: al-baqi huwa Allahu Ta'ala, mwenye kubaki ni Allah aliyetukuka. Al-mustathiru bil baqai, anayehusika na kubaki. Anayehusika na kubaki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kataba ala khalqihi al-fana'u, amewaandikia viumbe vyake kuisha. Kwa hivyo ikiwa viumbe vyake amewaandikia kuisha, huu ulimwengu utaisha, na ukiisha ulimwengu wataisha walimwengu. Bal huwa subhanahu, bali yeye Mwenyezi Mungu aliyetakasika, baqi baqaan la yalhaquhu adamun, atabaki kubaki ambako hakutakutana na kukosekana. Adamun ni kukosekana. Mwenyezi Mungu hana sifa ya kuwa alikosekana kisha akapatikana. Hapana, Mwenyezi Mungu hatunsifu kwa adamia. Ndiye wa kwanza, hakuchanguliwa, na ndiye wa mwisho, hakuna atakayebaki isipokuwa yeye. Mwenye sifa za Adam ni mwanadamu. Mwanadamu kana adaman, alikuwa amekosekana. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Kisha Mungu akamleta, kisha atamuondosha, kisha atamfufua. Hapo atakapomuondosha ni wakati walimwengu watakapokosekana katika ulimwengu huu, na ulimwengu ubaki mtupu kabisa. Mwenyezi Mungu hana sifa hizo. Tayib, suala moja, ma hiya nihayatu kulli insan, mwisho wa kila mwanadamu ni nini? Mwisho wa kila mwanadamu ni nini? Ulama wetu wasema almautu huwa nihayatul hayati, kifo ndio mwisho wa uhai. Ay atawaqufu nihai, ni kusimama kwa mwisho, kwa kumalizika. Lijamii wadhaifi, kwa nyadhifa zote. Nyadhifa zote zitasimama na taharuki zote zitasimama. Baada ya kusimama nyadhifa zote na kusimama taharuki zote, venye taharuki watatoweka katika ulimwengu huu, na ulimwengu utabaki mtupu, abaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayib, Mungu asemaje katika Qur'an? Mwenyezi Mungu asema bikulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Kusema likulli naba'in mustaqar, likulli naba'in haqiqa, kila taarifa ina uhakika, kila habari ina ukweli. Makana fi dunya, yaliyokuwa katika dunia, fasawfa tarawnahu, mutayaona. Yale yalokuwa katika dunia mutayaona. Wa makana fil akhirati, na yatakaokuwa akhira, fasawfa yabdu lakum, yatawadhihirikia. Ndio hili kulli naba'in mustaqar, kila kitu kitapata utulivu wake.
na kila kitu kitapata kikomo chake. Aso kikomo ni alosifika kwa albaqau wadawamu, wa huwa Allahu tabaraka wa taala. Kwa hivyo kumbe kifo ndio nihaya ya kila mtu. Tunukuu wanavyoni watuambia mauti katika Uislamu, almautu fil Islam huwa nihayatul hayat. Mauti katika Uislamu ndio mwisho wa uhai. Uhai gani? Uhai wa dunia, kwa sababu kuna uhai wa dunia, kuna uhai wa barzakhia, kuna na uhai wa akhira, na yote ni uhai wenye tofauti tofauti, lakini hamna muda wa kutofautisha aina tatu za uhai huo, pengine kwenye kipindi chingine. Lakini almautu fil Islam huwa nihayatul hayati dunia, ndio mwisho wa maisha ya dunia, wa bidayatul hayati al-akhirah, na ndio kuanza uhai wa akhira. Mwisho dunia ikisha, utaanda uhai wa akhira. Tayib, Al-Hasan wasemaje? Namnukuu, asema fadhaha al-mautu dunya, mauti yamefedhehesha dunia. Kufedheheka ni maarufu, kisema umepata fedheha, hili ni jambo ambalo kila mmoja analielewa. Sasa Hasan asema fadhaha al-mautu dunya, mauti yamefedhehi dunia. Limadha? Falam yatruk lidhi lubbin farha, mauti hayakuacha furaha kwa mwenye akili. Hakuna mwenye akili mwenye furaha, ni umnia. Wajua umnia matamanio. Angalia kama hivi sasa Muislamu asokuwa Muislamu, mwenye dini asokuwa na dini, wanawake wachuvavuli, wote hawa nilowataja, angalia kila mmoja huja akakupangia matamanio kama ambaye yeye wa milele. Kuna wapangao viti 2027 na pengine mito yao ni maduru ya udongo, lakini angalia mtu kupangia kiti kama kuwatakikalia baada salatul Jumaa. Hizi zote ni umnia, matamanio. Una guarantee ya 2027? Licha kuwa na guarantee ya 2027, idha amsayta fala tantadhir as-sabah wa idha asbahta fala tantadhir al-masa, kwa mujibu wa neno la Ibn Umar. Lakini angalia mwanadamu ameweka amal, matarajio ya kufinika kitu ambacho yeye ataondoka katika ulimwengu huu, na kwamba hatabaki katika ulimwengu huu. Tayib, idha asha al-fata 60 ama. Hebu tutafsiri neno hili la huyu mshairi. Sikiliza anavyosema, idha asha al-fata 60 ama, kijana atakapoishi miaka 60. Na 60 sio ramani. A'maru ummati ma baina 60 ila 70, umri wa umma wangu kati ya miaka 60 na miaka 70. Si kwamba mtu hakilizi hapo, mtu pitisha. Wako walogonga mpaka 100 na wako walogonga 90 na kwenye wakati tulionao, lakini ramani iko hapo, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Haya, angalia hapa, sema idha asha al-fata 60 aman, kijana. Tena angalia hata kusema nchi nzima, na al-fata iko katika maajimu na maqayisu ya lugha za Kiarabu kumwicha mbarobaro. Hata katika Qur'ani kusema innahum fityatun amanu birabbihim, walitafsiri kwamba kuwa vijana wakikusudiwa mabarobaro. Je, katika kukulia kwetu, hata mimi kufahamu kwangu au sisi kufahamu, tumekulia ya kuwa tukachukua fikhi abachuvazima
ndivyo vya kutuchangulia kufa na kutuchangulia kuondoka katika ulimwengu huu. Na kilipicha hicho kipindi ikawajeneza kwa itilai kikwetu. Itilai kwa kutokea mara moja moja, ukasikia mtu amekufa, ukiuliza ni kinyanya kimemaliza miaka. Kwa hivyo ina maana tulikuwa tukijikundua kwamba kwa mabarobaro si ramani ya kifo, lakini ni kweli hapana. Pengine tulikuwa tumefinikwa na taharuki nyingi, na anayefinikwa na taharuki kwenda akasahau ya umuhimu, akajisahau kuwa iko siku atatoweka, asahauliwe kama ambavyo hakuweko kabla ya kuletwa. Lakini angalia sasa, hukata vibarobaro kikweli kweli. Ukisikia mauti ni mtu nzima, ukisikia mauti barobaro. Vijana chap chap bila mauid, ili tuwe na intibah ya kuwa masaa 24 tuwe katika maandalizi kamili. Wakati wowote unaweza kumwacha mkono ndugu yako. Tayib, idha asha alfata 60 ama. Nataka muwapulike vizuri haya mashairi na tafsiri. Falam yatruk, asema idha asha alfata 60 aman fanisfu al-umri tamhaquhu layali, nusu ya umri huondoshwa na masiku. Angalia alivyogawanya miaka 60, nusu ya umri humalizwa na kuondoshwa na masiku kupita. Kweli, na mutu wa ayyamuna tadhhabu, sisi twafa na masiku yatembea. Wanalabu wal mautu la yalabu, na tunacheza na mauti hayana mchezo. Tayib, kisha wanisfu nisfi yadhhabu laysa yadri, na nusu ya nusu. Hebu kila mmoja wetu chukua hiyo target 60 tumalize kazi. Miaka ni 60, sawa? Sasa katika miaka 60 huyu msemi asema idha asha alfata 60 ama kijana akiishi miaka 60, gawa sasa, fanisful umri tamhaquhu layali, nusu ya umri huisha kwa masiku. Ile masiku kupita ndio hulika masiku yako na umri wako. 1 wa nisfu nisfi yadhhabu laysa yadri, na nusu ya nusu kwenda na yeye hajui. Ni hivi, hutwa likipambauka, hutwa likipambauka, wewe huna taarifa. Kwenye kutwa na kupambauka ndiko upungufu, una minus tu, una minus tu, una minus tu. Sah, nisfu nisfi yadhhabu laysa yadri, nusu ya nusu hupita na akawa mtu hajui. Hajui kwa sababu gani? Lighaflatihi yaminan an shimali, kwa kughafilika kwake kulia na kushoto. Yeye hutazama huku, akitazama huku tu ni mbio tu. 2. 3. wa thuluthu nisfi amalun wa hirsun. Angalia wataalamu, Mungu awajaze khair. Tumepata nusu ya nusu, baada dhalika tukapata nisful umri, tukapata nisfu nisfi. Sasa twasema thuluthu nisfi. Thuluthi ya nusu amalun wa hirsun, ni matarajio na ni pupa. Na ndio ukaona kila mmoja chakari matarajio, hupangwa tu, lakini hakuna tahqiqur raja, hakuna tahqiqul amal. Wa shughlun bil makasibi wal iyali, na kushughulika na tumo na kushughulika na watoto. Kila mmoja chakari hutuma tu, upangwa mahesabu, na kila mmoja mipango ya watoto tu. Twende. Wabaki al-umri asqamun wa shaybun, na umri uliobaki sasa itakuwa ni nafasi ya ugonjwa na nafasi ya utu uzima. Wa hammun birtihalin wa intiqali, na ni dhiki tu za usafiri na kugura.
mara wasafiri wenda hapa, mara wagura wenda hapa, ona wasomia. Mkweli ukenda poti hapa usafiriwa kwa mameli, ukenda airport una nafasi, ukenda vituo vya magari shehena, ukenda kwa treni tafikiri wachufufuliwa. Husafiriwa tu na kugurwa tu. Mara usiku wa giza, pengine saa 3 za usiku, masikia he, ukiangalia ni mkokoteni, hugura kutoka huku kwenda huko. Ni bakul umri, fahubbul mar'i tula al-umri jahalun. Mtu kupenda maisha marefu ni ujinga. Mtu kupenda maisha marefu ni ujinga. Wa kismatahu ala hadha al-mithal, na kigawanyo cha maisha ya mwanadamu kwa mfano huu tuliopiga. Tayeb, tufunga khutba kwa neno la Abul Atahiya. Abul Atahiya asemaje? Asema hivi: amma buyutuka fi dunya fawasi'atun, ama majumba yako katika dunia mapana sana. Nyumba zako duniani ni pana sana, na kila unayemuona kwenye upana wa nyumba yake bado huiona mfinyo. Ndiko kukawa huibiana ardhi tu. Ukipepesa ukizunguka huwa mtu tayari amekupigia msingi kwa hatua mbili. Majumba yenu ni mapana sana. Abul Atahi asema amma buyutuka fi dunya fawasi'atun, nyumba zako duniani ni pana. Falaita qabraka ba'da al-maut yattasi'u, laiti kabri yako baada ya kufa na itakunduka. Sipanue majumba tu, ikundue na kabri yako. Mali arannasa la taslu dhagha'inuhum, kwa nini naona watu haziishi, hazisahauliki chuki zao? Kwa nini naona watu hazisahauliki chuki zao? Sah wala masah? Sah. Michuki tu, midhighni tu, ni vitimbi tu, ni miqalaq nafsia tu, hazishi chuki. Na tukisema kwa wote hazishi chuki, kwenye boma la Waislamu chuki hazishi. Manake pia ukitaka mfano wa chuki tukua kwa Waislamu. Waislamu hawafanyiani chuki, ni hatari, isipokuwa kwa alorehemiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Chuki tu hatujui zitaisha lini, na hakuna ndia za kumaliza hizi chuki. Ziko ndia za kumaliza chuki, nzito weka kwenye akili yako, utabaki, iko siku utaondoka. Utaondoka na chuki zako. Nasallallahu salam. Madi arannasa la taslu dhaghain. Abul Atahi asema kwa nini naona watu hazisahauliki hizi chuki zao? Intabi, wala qulubuhum fillahi tajtami'u, wala nyoyo zao hazina kushikana kwa ajili ya Mungu. Na ukisikia watu tushikene kwa ajili ya Mungu, maneno tu ya kufurahisha baraza, kwa kuosha kunwa kahawa yako akiemeni stimu geji, sasa tayari hapo kujazungumza shikamano ni stimu za kahawa hizo, si shikamano. Lakini kama ni shikamano uko wa kufaa watu kushikana, itakiwao watu kushikana. Wala qulubuhum fillahi tajtami'un, wala nyoyo zao kushikana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na kwambia tumeshikana ni kwa ncha ya ulimi, undani ni michuki tu, undani ni vitimbi tu, undani ni mipangilio tu, feki isiyokuwa na ramani maridadi itakiwa una sharia. Tumalize kisha kwambia ya jami'al mali fi dunya liwarithi, ewe mwenye kukusanya mali duniani kwa mrithi wake. Mali ukusanyao duniani ya mrithi wako, my friend. Sasa nikupe shauri, ikundue kaburi yako kwa mali yako. Ukifa upokewe salama salimini,
huku watu wakinyang'anyia, wakiharibu, ndivyo na Mungu wako, lakini wewe umeyatumia mali yako kwa kuijenga akhira yako na kulikundua kaburi lako, kwa sababu hutabaki. Tayib, ya jami'al mali fi dunya liwarithi, ewe mwenye kukusanya mali duniani kwa mrithi wake. Mali ukusanyao za mrithi wako. Kwa hivyo shauri zuri ziponde. Ponda kwa kila starehe, rafiki yangu. Gari nzuri nunua. Safi. Ukisema hizi gari pia hunichelewesha, helikopta pia ziko hununuliwa, nenda kanunue utakapo, uende kwa raha zako. Tena takwambia linalokufurahisha, utakapo uende kwa raha zako na mrembo wako kwenye kijihelikopta chako. Sasa uwe na mali, sura ziwezi kundene kana iganda la muhogo, huli ukakunduka, huvai ukaonekana uko smart kwenye mavazi yako, huzitumii kwa mambo ya halali, husaidi watu kwa itakiwavo, mfinyo tu, mpaka chai ya maziwa ukaiondosha asubuhi kwa uji wa wimbi. Tusendeni kinamna hiyo, takufa. Ukifa yatarithiwa, mwenye kurithi atayaponda. Bora tu asimuudhi Mungu katika kuzitumia pesa zake. Lijenge kaburi lako, lipe nafasi kaburi lako, ijenge akhira yako kwa alichokuruzuku Mwenyezi Mungu. Hukuwa nazo ukawa nazo, si sahau aliyokupa. Maliza. Hal anta bil mali ba'da al mauti tantafi'u. Angalia aliposema ya jami'al mali fi dunya liwarithihi, ewe mwenye kukusanya mali duniani kwa mrithi wake. Hal anta bil mali ba'da al mauti tantafi'u, wewe kwa mali yako baada ya mauti tanufaika. Maskini venye mali. Ikiwa kweli uhakika tumepewa, mtu aweza kulinawirisha kaburi lake kwa mali aliyopewa na Mungu, aweza kuijenga akhira yake kwa mali aliyompa Mungu, si wa kuketi ovyo kungoja zirithiwe na watoto wetu hawa, vichwa maji, vichwa chakaramwe. Ukifukiwa akirudi hujaondosha machanga siku ya 3, funguo zote takuwa zimetukuliwa na mtoto mkubwa. Watoto wetu mwehu, waangalie hivyo hivyo. Na pengine subhanallah, ikiwa baba ama na mali, si ajabu kuombea Mungu wa watoto. Pengine kuna wengine wanaosema amechelewa mno kuanguka. Sasa ni hatari. Amechelewa kuanguka, huwaweza hata kutilia sumu ili yale mali afanye. Wakati gani wa kurundika mali? Na pana mambo ya kutumiwa ya mtu kujenga maisha ya kudumu, maisha ya kubaki. Tumalize. La tumsikil mala wastardil ilaha bi, usizuie mali tu, mridhishe Mungu wako kwa hayo mali, kwa sababu ukinridhisha Mungu wako kwa mali ndio Mungu atakuzidishia mali. Hafukariki mwenye kutoa, ndio maandiko yanasema hafukariki mwenye kutoa, bali mwenye kutoa huzidi yale mali kwa kutoa. Bora tu moyo wako uwe clean katika kule kutoa kwako. Toa, nyamaza mafungamano yako na Mungu. Rundika uanguke tu yaponde. Watoto wanangojea. La tumsikil mala wastardhil ilaha bi, usiazuie mali tu, mridhishe Mungu wako kwa mali. Fa inna hasbaka minhu ar-rayu wash-shab'u, kinachokutosha wewe katika mali vinywaji vizuri na shibe. Utaingia hoteli utakao, takula, takunywa vinywaji uvitakavyo, hao ndio uliyopata. Ukifanya ubakhili, hata juisi hutaki kupiga iko kwenye hisabu, keti rafiki yangu, taanguka. Tutaponda majuisi kwa kila aina, tutakula vitu kwa kila aina, isipokuwa ramani tu. Tukiapura kwa israfu, Mwenyezi Mungu hatauridhika. Lakini pengine utaondoka
mwanao ajiashike aijenge kaburi yake na akujengee akhira yako, hakuna kitu kitakachobaki. Albaqau lillahi tabaraka wa taala. Ukiliweka kwenye akili hubaki katika dunia, kiliweka kwenye akili sibaki katika dunia. Tutashindana katika kujenga maisha yatakaobaki. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu faya fawza al-mustaghfirin wa ya najata at-taibin. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ajma'in. Kunu ibadallahi ikhwana wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'lamu anna Allah yunadi ibadahu almu'minin fayaqul ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى جميع المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.